ambazo udi huu unafanya kazi zifuatazo. Kwanza, kutibu maradhi ya mashaitani. Wewe ambaye unasumbuliwa na vijini vya hovyo hovyo, una cheketu, sijui kinyamkela, sijui jini mahaba, sijui makorokoro gani, udi huu unatibu kabisa biidhnillahi karim. Njia ya kufanya nitaielekeza mbele. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi wa Islamic Dua Center. Kwa jina naitwa Alhaji Dr. Sule, na leo niko hapa kwa jambo moja tu. Nimetumia fursa hii kuwaita ndugu zangu waandishi wa habari kwa lengo, nia na madhumuni makubwa ya kufanya utambulisho. Taasisi ya Islamic Dua Center ambayo iko chini ya Islamic Foundation, tumekuja na zawadi ya aina yake kwa ajili ya kumkomboa na kumsaidia mnyonge, mtu ambaye ana maisha ya chini, mwenye uwezo mdogo, lakini anasumbuliwa na maradhi ima ya kibiolojia au yasiyokuwa ya kibiolojia, au akawa anasumbuliwa na matatizo ya kiuchumi, au akawa anasumbuliwa na matatizo ya kimahusiano na ndoa na mfano wa vitu hivyo. Lakini chanzo cha matatizo haya kiwe moja kati ya vitu vinne: iwe sababu kuwa na mizimu mibaya katika mwili wake au maisha yake, au sababu iwe kuwa na majini wachafu katika mwili wake au katika maisha yake. Jambo la tatu, awe na uchawi unaoathiri maisha yake katika mwili wake au katika maisha yake, na jambo la nne, awe anasumbuliwa na hasadi. Watu wengi wanadhikikwa, wanasumbuliwa na vitu hivi, na yawezekana wewe mpenzi mtazamaji wangu ni miongoni mwa watu ambao umeshapoteza kazi, biashara zote umejaribu zimeshindikana, yawezekana afya mgogoro, umepambana kutibu hospitali, umekwenda kwenye maombi, umeshughulika na masala ya dua, umekwenda kwa waganga wa kienyeji, umekwenda kwenye kila aina ya chanzo cha kutatua changamoto, lakini bado yale yanayokusumbua bado yako vile vile. Huenda una majini wachafu, umeshafanyiwa kila dua, majini hawataki kutoka. Huenda una mizimu mibaya, umeshafanyiwa kila tiba, lakini bado uchumi umegoma. Huenda umesumbuliwa na matatizo ya ndoa na mahusiano, familia nzima hakuna ambaye amesimama katika ndoa, hakuna ambaye amesimama katika mahusiano. Yawezekana haya yote ninayoyasema yanatokana na mizimu mibaya, yawezekana yanatokana na majini wachafu, yawezekana yanatokana na hasadi katika mwili wako, yawezekana yanatokana na uchawi katika mwili wako. Basi ikiwa ndiyo hivyo, tumekuletea zawadi. Ndiyo maana leo niko hapa na nitumie fursa hii kuzungumza na dunia. Leo ukienda kwenye TikTok, ukienda kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wameweka picha zangu na kisha wakafungua akaunti zao na wanawadanganya watu na kuchukua fedha zao, alafu hawapati bidhaa wanayoikusudia, lakini baya na kubwa zaidi, wanawazimia mpaka simu. Naomba niwaambie wasikilizaji na watazamaji wangu, njia pekee ya kupata mawasiliano yangu mimi kwa bidhaa ambayo nakwenda kuitambulisha hivi sasa ni kutumia namba hizi mbili nitakazozitaja. Namba hizi mbili nitakazozitaja ndiyo zitumie kupata bidhaa nayokwenda kuitambulisha kwa mara ya kwanza leo, na ndiyo utakuwa umewasiliana na Dr. Sule kwa uhakika. Namba ya kwanza ni 0710 400 200. Namba ya kwanza ni 0710 400 200. Kwa wale walio nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha 255 710 400 200. Hii namba ya customer care. Ofisini kwangu ukipiga utapokelewa, na kama itakuwa bize utasubiri kidogo, utarudia kupiga mara moja mara mbili, namba hii utapata mawasiliano, au utanipigia mwenyewe namba 0748 800 400. Narudia namba 748 0748 800 400. Kwa wale walio nje ya nchi
utaanza na alama ya kujumlisha 255 748 800 400. Hii ni namba yangu, utawasiliana nami. Nimepokea simu nyingi jana kutoka Kongo. Kuna watu wamechukuliwa zaidi ya dola 600, wengine wamechukuliwa zaidi ya dola 400, wengine wamechukuliwa zaidi ya dola 100, wengine wako Kenya, wengine wako maeneo mbalimbali. Wahuni wako mtandaoni. Hatuna lugha ya kuwamaliza wote, japo tunafanya utaratibu kufuatilia kisheria na kuwakamata hawa, kwa sababu wanakwenda kuwadanganya watu. Sasa baada ya maelezo haya, niseme ni zawadi gani na kwenda kuileta. Zawadi nayo kwenda kuileta ni hii hapa. Kwa wale ambao bado hawajapata kuiona, kuitambua, kuifahamu na kuitumia, wenzako sasa wanacheka meno 34 nje, meno 32 nje, na kama yako 38 pia wanayafurahia hayo meno yote kukaa nje. Huu ni udi, hii ni dawa, lakini huu ni udi. Ni udi kama ulivyo udi mwingine, lakini udi huu una tofauti na udi uliouzoea. Udi huu huwezi kuupata duka lolote Tanzania, huwezi kuupata duka lolote Kenya, Uganda na nchi zote zinazotuzunguka. Mtu yeyote akikudanganya na udi huu kakudanganya. Ataenda akanunue udi mwingine, akafyatue mfano wa boksi hili Kariakoo, aweke kwenye package, aseme huu ndio udi wa Hasad Gadi. Lakini udi wa Hasad Gadi ni makubaliano baina ya kampuni iliyopo kunakochapishwa udi huu na Islamic Foundation. Tumefanya makubaliano. Kwa hiyo udi huu unapatikana Tanzania, Afrika, kutoka katika taasisi ya Islamic Dua Center peke yake. Udi huu ni udi unaitwa Hasad Gadi. Udi huu unaitwa Hasad Gadi. Ni udi wa aina yake na una matokeo chanya katika matumizi. Ningependa mpenzi mtazamaji wangu upate kuona udi huu ulivyo tofauti na udi zingine. Udi huu boksi yake ya ndani ni hii. Paketi yetu moja ina pisi kama hizi 12. Lakini ndani ya hii boksi hii yenye pisi 12, hii boksi yetu hapa, ukiifungua ndani hii boksi utakutana na hiki ninachokwenda kukuonesha. Ukifungua ndani udi huu utakutana na hiki kitu hapa. Huu ndio udi wenyewe, unakuwa na stika 60. Udi huu unakuwa na stika 60. Hizi hapa unaziona stika 60. 60 pieces sticks ziko hapa 60, ambazo udi huu unafanya kazi zifuatazo. Kwanza, kutibu maradhi ya mashaitani. Wewe ambaye unasumbuliwa na vijini vya hovyo hovyo, una cheketu, sijui kinyamkela, sijui jini mahaba, sijui makorokoro gani, udi huu unatibu kabisa biidhnillahi karim. Njia ya kufanya nitaielekeza mbele. Kwa wale ambao wana nuksi, mikosi, vifungo, giza, udi huu unatibu moja kwa moja. Njia ya kufanya nitaielekeza mbele. Wewe ambaye unasumbuliwa na biashara haziendi, kazi haisimami, mahusiano na ndoa hayakubali, una afya ya mgogoro, maradhi yasiyoeleweka yanayobadilika badilika, udi huu wa Hasad Gadi nitaelekeza namna ya kuutumia na utamaliza tatizo lako kabisa. Wewe ambaye nyumbani kwako unasumbuliwa na makelele, nyumba hailaliki, usiku unasikia mchanga unamwagwa, watu wanatembea vishindo ndani, watoto wanaitwa kwa sauti, we mwenyewe unasikia sauti zinakuita, mara ukikaa unaona kama mtu yuko nyuma yako, mara ukilala unahisi kama mtu kalala kwenye kitanda na wewe, mara unasikia sauti za kwato au nyayo zinatembea katika nyumba yako. Hii ndio kiboko. Biidhnillah unakwenda kuondoa tatizo lolote linalohusiana na nyumba, yani nyumba zenye mashaitani. Hii inakwenda kuondoa. Huenda nyumba yenu nyinyi imekumbwa na migogoro isiyoeleweka, magomvi, watu kutokuelewana, nyumba mke na mume hamkai pamoja mkayajenga. Hii udi itakwenda kuleta mabadiliko kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Matumizi nitaelekeza. Lakini sio hilo tu, huenda wewe ukishika fedha hazikai, we kila unachojaribu fedha hazikai. Ukiwa na huna pesa, mipango mingi mizuri inakuja. Ukishika tu pesa, matatizo yameandamana, pesa zinatumika bila ya kujua zimetumikaje. Udi huu wa Hasad Gadi utakwenda kuleta matokeo
na nitaelekeza unautumiaje. Huenda wewe katika maisha yako kila siku unapoishi kuna vikwazo vinakuzunguka katika maisha yako ya kila siku, maradhi, shida mbalimbali, kila kitu chako hakiendi vizuri. Ukijaribu kufuga, mifugo inakufa. Ukijaribu kulima, unaferi. Ukijaribu kufanya biashara, unafirisika. Ukishika pesa, pesa hazikai. Wallahi, hasadi jadi ni moja kati ya tiba ya uhakika sana ikiwa utaitumia. Ama kwa ndani ya nyumba ina matumizi yake, na katika mwili ina matumizi yake. Matumizi ya mwili kwa hasadi jadi, unachukua hizi pisi 7, utahesabu pisi 7 kama hizi nilizo nazo, utazivunja vunja, utazikatakata, alafu utazifikicha kwenye maji yenye ndoo yanayotosha kuoga. Utaziloweka kwa muda wa saa nzima, kisha utaoga, na utafanya hivyo asubuhi tu. Ukiwa una uwezo wa kununua zaidi ya pisi moja, na ili ufanye vizuri zaidi, utaoga pisi 7 asubuhi na utaoga pisi 7 usiku. Manake stiki 7 asubuhi, stiki 7 usiku. Utazifikicha, utazikuwa unazioga. Halafu utachukua huu udi mmoja, utautumia kuchoma na kujifukiza we mwenyewe usiku mmoja, na kuchoma na kujifukiza asubuhi mmoja. Udi huu utakupa matokeo ndani ya siku 7 biidhnillahi. Ndoto mbaya zitafutika kabisa. Kwa hiyo wale ambao wanasumbuliwa na ndoto mbaya, mara unaota unapigana, mara unaota unatumbukia kwenye kisima, mara unaota uko na maiti, mara unaota ndoto mbaya za ovyo zinazoashiria mabaya, ukitumia udi huu utaziondosha ndoto hizo na kuondosha madhara yatakayosababishwa na ndoto hizo. Ikiwa una ndoto nzuri za mafanikio na kila siku unaota mazuri ya mafanikio lakini huyapati, unajaribu kwenda kwa waganga, inashindikana, tumia udi huu. Utaoga kwa utaratibu huu niliousema, zile ndoto zako nzuri zote zitakuwa matukio halisi. Kama ni za uchumi, uchumi utapata. Kama ni za mahusiano na ndoa, ndoa utapata. Kama ni za mafanikio, ndoto hizo utayapata mafanikio, ukiutumia udi huu vizuri kwa maelekezo niliyoyasema. Lakini kubwa sana na la zaidi, udi huu ni TV. Udi huu ni TV. Huna haja ya kwenda kwa mganga kutafuta mchawi. Huna haja ya kwenda kwa mganga kutafuta nani amekuroga na shida yako ni nini. Utumie udi huu. Unafanya kazi moja tu. Udi mmoja, hii pisi moja niliyoishika, weka kwenye pilo yako wakati wa kulala. Weka upande wa mchagoni, weka kwenye mto wako wakati wa kulala. Ikifika usiku, chomeka mahala pako pa kulala kule chagoni kule kwenye pilo yako, kwenye mto wako, weka, alafu lala tu usingizi. Wala usiwe tia tu nia kwamba mimi nataka kuwaona maadui zangu. Sema katika nafsi yako au kwa vitendo kwamba mimi nataka kuwaona maadui zangu. Weka udi, alafu utaniambia ndoto utakazoota. Kuna watu wataletewa filamu. Manake nikisema matukio nitakuwa napunguza maneno. Filamu, yani utaletewa picha nzima ya maisha yako, maadui wanayochangia kuharibu maisha yako, walipokufikisha maadui zako, utayaona wazi wazi kupitia udi huu wa hasadi jadi, kwa namna ambavyo udi huu umetengenezwa special kwa ajili ya kutatua changamoto za watu wanaosumbuliwa na matatizo ya kibiolojia na yasiyokuwa ya kibiolojia. Udi huu unapata Islamic Dua Center. Gharama ya udi huu kuupata, na naomba watu wasidanganywe, udi gharama yake boksi moja hii ni shilingi 50,000, lakini hapa nimeamua kusaidiana na maskini wenzangu. Nimeamua kutoa faida kwa watu wenye uchumi mdogo, kuwasaidia watu ambao hawezi kumiliki hata hela ya kula yake ni mtihani, anasumbuliwa na mashetani. Na kwa bahati mbaya sana, wachawi, majini wachafu, adui yao namba moja ni maskini. Wachawi wenye hasadi na majini wachafu na mizimu mibaya, adui wao namba moja maskini. Ndiyo maana leo ukifanya maombi, wanaoanguka wengi ni maskini. Leo ukiangalia nyumba zenye wachawi wengi nyingi maeneo yenye maskini. Leo ukiangalia watu wanaofanyiana hasadi wengi ni wale wanaoishi maisha ya kimaskini. Yani yule ambaye anaishi hajui atakula nini, mlo wake mmoja anaupata kwa shida, mavazi yake ya kunjunga na kuungaunga, anakula anachopata hali anachokitaka. Hawa ndio wanalogana kila kukicha. Ndiyo maana leo kwenye nyumba za uswahilini usiku utasikia nyau 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 nyau. Nyumba za uswahilini
Huwezi kusikia nyumba za ghorofani kwa matajiri wenye fedha mapaka yanapiga kelele. Kwa nini? Kwa sababu wachawi wengi wako Uswahilini. Sasa hawa Waswahili wenye uwezo mdogo, hawa ndio wanateseka na hawa ndio tunataka tuwasaidie zaidi. Udi huu utapatikana kwa gharama ya shilingi 10,000 ya Kitanzania. Hii ni ofa maalum, 10,000 ya Kitanzania. Bei hii ni ofa maalum kwa wakati maalum, kwa muda maalum. Tutaiweka oda hii na ofa hii kwa muda mfupi, na tutakapoona tumetosha kutoa sadaka kwa maskini wenzetu, hapo tutaiondoa ofa hii na kurudisha udi huu kwenye gharama yake ambayo ni shilingi 50,000. Na kuna watu wengi wamenipigia simu waliopo maeneo mbalimbali wakiomba msaada wa kupata udi huu kwa gharama nafuu. Niseme nimekubaliana na maombi hayo. Watu wenye uwezo mdogo ambao pia wako mikoani, wako maeneo mbalimbali ya hapa Tanzania, nao tutawauzia udi huu kwa gharama ya chini ili kuwasaidia. Isipokuwa wale wanaoishi nje ya nchi ya Tanzania, utaratibu wa kupata udi huu kwa gharama ya ofa, sio hii ya 10,000, ofa ambayo imepungua kidogo, utawasiliana nami kwa namba za simu 0748800400, 0748800400. Hiyo namba yangu. Wale wanaoishi nje ya nchi hii, maelekezo ya kuupata udi huu utaupata kupitia mimi mwenyewe. Tafadhali tumia fursa hii kuupata udi huu ili ufanikiwe. Udi wa Hasad Jadi ni mkombozi kwa shida na matatizo ya kichawi, matatizo ya majini wachafu, matatizo yanayotokana na hasadi na matatizo yanayotokana na mizimu mibaya. Niwashukuruni Watanzania na wananchi wenzangu na wa Afrika na dunia kwa ujumla. Zawadi imeletwa kwenu, njia ya kujitatua iko mikononi mwako. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.